kwa klabu ya Young Africans, lakini pia tasnia ya football katika taifa letu. Nikushukuru sana mgeni rasmi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam. Nakumbuka siku moja katika utambulishi wake, mkuu wetu wa mkoa alisema yeye ni baba wa vilabu vyote katika jiji la Dar es Salaam na anazipenda timu zote ambazo ziko katika jiji la Dar es Salaam, lakini kuna timu moja ikishinda na furahi zaidi. Nakushukuru sana mheshimiwa, na tukupe pole kwa kipigo cha juzi cha Dodoma Jiji, lakini nataka niwahakikishie wananchi tutakwenda tukiwa imara na kutetea kombe letu. Sasa pia kumshukuru Said Said Mohamed kwa ujio wako pamoja na timu nzima. Ali amewatambulisha watu wote na viongozi wetu wa TFF, lakini ningependa kwa kipekee nitambue pia uwepo wa mkurugenzi kutoka Azam Media, kakaangu Patrick Kaemele, mdhamini wetu, lakini mtu muhimu sana katika maendeleo ya taifa letu katika eneo la football. Na sasa hivi tunakwenda kwenye mchezo mbalimbali, tunawapongeza kwa kazi nzuri mnaifanya. Lakini pia tutambue uwepo wa mwenyekiti wetu wa mkoa wa Dar es Salaam DRFA, kakaangu Nyambaya, nakushukuru sana kwa uwepo wako. Shafi Dauda, nikushukuru sana. Umehudhuria katika tukio muhimu sana ambalo ni la kihistoria. Saidiu Madingo, tunakushukuru pia kwa uwepo wako. Ndugu zangu kutoka Aga Khan, Olais, karibu sana. Lakini kwa kipekee nitambue viongozi mbalimbali ambao wote wametambulishwa. Sandy, can you please join your team? Please, can you stand? Jamani, hawa pia ni wageni wetu, na wageni hawa maalum wametoka China, na baada ya muda mfupi tutaona kazi gani iliwaleta hapa. You can say. Ndugu wa Tanzania kwa ujumla wetu, tunayo furaha siku ya leo kukutana hapa kwa ajili ya kuandika historia kubwa, historia ambayo ilipaswa kuandikwa miaka mingi iliyopita. Klabu yetu ya Young Africans ilikuwa ina dhamira ya kujenga uwanja miaka kadhaa iliyopita, lakini kwa mipango na kudra za Mwenyezi Mungu, leo tunakwenda kuiandika historia hiyo ya kuwa na uwanja wa kisasa unaomilikiwa na klabu yetu ya Young Africans. Dhamira njema ya viongozi waliopita wameisogeza timu hii mpaka hapa ilipofika, na sisi katika uongozi wetu tukachukua hicho kijiti na kusema tukisogeze mbele zaidi. Leo tunajivunia uwepo wa viongozi hawa waliopita kwa kuwa waliweza kuwa na jengo ambalo tunaliona. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa leo apata fursa ya kutembelea jengo letu, ameliona jengo lililojengwa miaka 50 iliyopita, lakini jengo hilo leo linaweza kutumika na kuwa alama kwa taasisi yetu ya Young Africans. Tunamkumbuka mzee wetu Abeid Amani Karume, Mungu amhifadhi, kwa kazi hii kubwa ambayo ameifanya. Lakini viongozi hao waliweza kupigania klabu yetu ikawa na ardhi. Leo tunajivunia kuwa na ardhi yenye takriban square mita 1035 katika eneo hili la Jangwani. Ni kazi kubwa iliyofanywa na viongozi waliotutangulia, na viongozi hao wangeweza kuiuza ile ardhi, walikuwa kuna ubaya kana ingewauliza, lakini hawakuiuza. Waliweza kuishikilia kwa takriban miaka zaidi ya 50 na kuhakikisha ardhi hii kuna siku itakuja kuifaa klabu yetu. Na leo niwahakikishia wananchi, ardhi hii imetufaa na klabu ya Young Africans itakwenda kujenga uwanja juu ya ardhi hiyo ambayo wazazi wetu walipata. Tulipoingia madarakani tulisema kipaumbele cha kwanza kitakuwa ni uwanja, lakini katika hesabu sahihi za uwekezaji, sababu mimi background yangu ni investment, hauwezi kukurupuka timu ambayo haijashinda ubingwa, timu ambayo haijafanya vizuri uwanjani, timu ambayo haina uongozi imara, timu ambayo haina maendeleo mazuri, haivutii wawekezaji, haivutii wafanyabiashara, ukasema mwaka wako wa kwanza ujenge uwanja. La hasha, huwezi kufanikiwa. Biashara inataka kuvutiwa,
Mwekezaji yoyote anahitaji kwenda sehemu ambayo iko imara, ina fan base kubwa, ina uongozi imara, ina miundombinu mizuri ya uongozi na utawala, lakini pia inavutia watu wengi. So tulipochukua uongozi, tuliweka kipaumbele cha kuhakikisha timu yetu inafanya vizuri. Tuhakikishe tunaimarisha uongozi, tuhakikishe tunaimarisha eneo la secretariat ambao Andrew Mtina amefanya kazi kubwa. Nampongeza sana Andrew Mtina. Tulipoanza kufanya vizuri, tulivutia watu wengi kusogea kwenye timu yetu, na tukawafanya watu hao leo kuwa tayari kuwekeza kwenye timu yetu. Baada ya kufanya hivyo, miaka minne tumechukua makombe ya ligi kuu ya NBC, tumechukua makombe ya FA Cup, tumechukua ngao za jamii, tumefanya vizuri kimataifa. Sio maendeleo ya kubeza, lakini sio tu hivyo, tumefanya vizuri pia kwenye wanachama. Tumesajili wanachama nchi nzima, tumefungua matawi nchi nzima, na matawi mengine yako nje ya nchi, na hivi sasa tunaelekea sasa kuwavutia watu wengi kuja kwenye klabu yetu, na watu hao watakuwa tayari kuwekeza. Moja katika uthibitisho wa uwekezaji huo, miezi michache iliyopita klabu ya Yanga ilitangaza nafasi za uwekezaji kwenye ujenzi wa uwanja. Taasisi mbalimbali zikaomba, na mwishoni secretariat ikapokea maombi hayo na kuyachuja, na finally kupata majina machache yaliyoletwa kwenye Excom, na tukachukua fursa hiyo kama viongozi wa Excom kuweza kuchambua taasisi hizo ili kumpata aliyekuwa bora ambaye anaweza kutusaidia kwenye eneo la uwekezaji wa uwanja. Hapo ndipo tulipoangukia kwenye mikono ya GSM Group. Tuwapige makofi tafadhali. Baada ya mchakato huo kukamilika, tukawaalika GSM Group na tukaunda kamati, na nitambua uwepo wa Ivan Tarimo na kushukuru sana, akiwa ni mshauri wetu kwenye eneo la fedha, na kaka yetu Alex Mgongolo akiwa ni mshauri wetu kwenye eneo la sheria. Tukaweza kuwapitia na kukaa na GSM Group na kueleza dhamira yetu, na dhamira hiyo ikapokelewa kwa mikono miwili. Ndipo hapo GSM Group kwa kushirikiana na taasisi yetu ya Yanga tukaweza kutengeneza kamati ambayo ikaanza kufanya design ya uwanja wetu, na leo mnaona wageni wetu ambao wamekuja hapa wamefanya kazi kubwa sana ya kudesign uwanja ili kuweza kufikia malengo ya kwetu kama klabu ya Africans, lakini pia malengo ya wawekezaji wetu ambao ni GSM Group. Kazi kubwa imefanyika, mliona watu wako kimya. Kazi hiyo ni kufanya design, architectural design ya uwanja, kufanya structural design ya uwanja, na baadaye kufanya costing, kupata gharama za uwekezaji. Tumefika mwisho, gharama zimepatikana, michoro imekamilika, na wote pande zote mbili, mwekezaji pamoja na Young Africans, tumeridhika kwa 100% kwamba huo ndio utakaokuwa uwanja wetu. Tukawa na kikao kikubwa siku chache zilizopita, mwanzoni mwa wiki hii. Kikao hicho dhamira yake ilikuwa ni kukubaliana jinsi gani tutakwenda ku-execute huu mradi. Ziko taaluma nyingi sana tumejifunza kutoka kwa wenzetu. Katika uwekezaji kuna kitu kinaitwa build, operate and transfer, BOT. Unaweza ukajenga, ukai-operate na ukafanya transfer. Ni mfumo mmoja wapo wa uwekezaji kwenye viwanja na kwenye miradi mbalimbali. Kuna EPC, engineering, procurement and construction, na saa nyingine kuna finance. Mtu anakufanyia design, anakununulia vifaa, anafanya ujenzi na anagharimikia pia. EPC financing ni sehemu mojawapo ya uwekezaji ambayo inaweza kufanya kazi. Lakini uongozi wenu wa klabu ya Young Africans umetathmini njia zote hizo na kuona kuna njia ambayo inaweza kutufaa zaidi na sio hizo ambazo nimezitaja. Na njia yenyewe ni partnership katika uwekezaji. Tukakubaliana modality ambayo ni sahihi baada ya kupitia modality nyingi, na model ambayo tumekuja nayo ni model ya partnership. Model ambayo itamfanya Young Africans ambaye ana uwanja kusubmit uwanja wake kwenye mradi, na kumfanya GSM Group ambaye ana uwezo wa kifedha kuleta fedha za ujenzi wa uwanja. Hawa partner wawili wakija pamoja, mmoja ana ardhi na mmoja ana fedha za uwekezaji, tutaweza kufikia malengo yetu ya kuwa na uwanja. Na hapo tukakubaliana kwenye partnership.
Na leo nataka niseme tu kwa uchache, nimekutana na watu wengi ambao wanaweza kufanya biashara na wana uwezo wa ushawishi. Ghalib ni sehemu ya hao watu wenye uwezo wa ushawishi mkubwa sana kwenye biashara, na ushawishi wake ungeweza kutulalia sisi Wanayanga, angeweza kutushawishi na viongozi wakaingia kwenye ushawishi huu. Yapo mambo kadhaa ambayo nafikiri nyinyi ni mashahidi. Partnership za aina hii, wako watu walishawahi kuja na miradi na wakataka umiliki wa asilimia nyingi kwenye miradi hiyo. Nimeshangaa skills zako Mr. za negotiation hujazileta kwenye klabu ya Yanga. Sijajua ni kwa sababu gani. Nyie wananchi mtaniambia. Naweza leo kuthibitisha kwamba klabu ya Young Africans zimefikia makubaliano ya partnership kati ya Yanga na GSM Group ya asilimia 50 kwa 50 katika uwekezaji wa Yanga. Mtanielewa nikisema kwa nini skills hiyo ya kwako ya ushawishi hujaitumia kwenye Yanga. Ni kwa sababu ya dhamira yako njema uliyokuwa nayo kwenye klabu hii. Leo Mr. Ghalib angekuwa ni mtu wa tamaa, angeweza kusema nataka asilimia 80 kwa 20. Na kwa sababu fedha yake ni kubwa inayokwenda kujenga uwanja, tusingeweza kumkatalia kwa sababu tunayo shauku ya kuwa na uwanja na tunayo hamu ya wanachama wetu kupata hiyo nafasi ya kumiliki uwanja wao. Na sisi kama Yanga tukiwa tuna fedha tungeweza kuingia kwenye huo mtego, lakini alisema hapana, nataka tugawane asilimia 50 kwa 50 ili klabu ya Africans iwe na umiliki wake na mimi naeleta fedha niwe na umiliki wangu. Angeweza kwenda na kusema nataka asilimia 51 ili niwe na sauti kwenye hiyo bodi, lakini hakufanya hivyo. Leo nikushukuru sana msanii. Hivyo kwa kuhamasisha umma, mradi wetu utakuwa unamilikiwa kwa asilimia 50 kutoka upande wa Young Africans na asilimia 50 kutoka GSM Group, na hii ni fair balance kabisa kwenye uwekezaji. Itatupa sisi fursa kama Wanayanga kumiliki uwanja wetu na itampa fursa mwekezaji kurudisha kwenye uwekezaji ambao anakwenda kufanya. Klabu ya Young Africans contribution yake ni ardhi kwenye uwanja huu, na kampuni ya GSM contribution yake itakuwa ni fedha za kujenga uwanja huu ambao mimi na nyie leo tutakwenda kuona uwanja huu ukiwa na quality ya juu kabisa. Kwa kusema hayo, nikushukuru sana Mr. Ghalib na GSM Group. Najua sio maamuzi yako binafsi, kuna timu kubwa nyuma, kianza na makamu mwenyekiti na CEO. Mmefanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba tumefikia makubaliano haya, na ushawishi wenu pia ungeweza kuathiri. Kwa hiyo nawashukuru sana, ushawishi wenu haujatuathiri Wanayanga. Lakini pia niwashukuru Excom yangu ambao na wenyewe wamekuwa na sisi bega kwa bega kama viongozi wa taasisi yetu kuhakikisha tunafikia malengo makubwa ya klabu yetu. Na nyie pia mngekuwa na dhamira tofauti tusingeweza kufika hapa. Niwashukuru sana na nimshukuru sana makamu wangu Arafat Haji ambaye leo hatuko naye hapa, yuko kwenye ibada ya haji. Tumwombee Mungu ibada yake, Mungu amkubalie. Amekuwa na yeye mstari wa mbele kuhakikisha tunafikia malengo haya. Kwa hiyo niwashukuru sana Excom kwa ujumla wenu, na niwashukuru pia sekretari kwa kazi nzuri tunayofanya. Ndugu Wanayanga, immediately klabu yenu itakuwa na uwanja hapa katika eneo hili tunayofanya. Tungeweza kuwa na hafla kama hii tukaipeleka Serena, tukaipeleka wapi, lakini tuliona tuilete katika ardhi hii ambayo Mungu akijalia maximum miezi 18 mpaka 24 tutasimama hapa kuzindua uwanja huu wa kisasa. Kwa kusema hayo, niwashukuru sana Wanayanga wote ambao mmejitoa kuja hapa kushiriki hafla hii. Niwashukuru sana wageni wetu mbalimbali, na kwa kusema hayo tutakuwa tayari sasa katika ratiba inayofuata, na naomba nimkaribishe sasa CEO kwa niaba ya Mr. Ghalib. Mr. Ghalib, kuna ile neno lako utalisema. Najua kama kuna watu wana wasiwasi mwaka huu kama tuchukue ubingwa. Ubingwa uko pale pale. Nikaribisha sana.